Habari za wakati huu ndugu mtazamaji popote ulipo, karibu sana kwenye channel ya Force News Tanzania, ikiwa ni chanzo chako cha habari sahihi. Leo ni Jumatatu ya tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mimi ni Ngonise Kahise, niko hapa kukuletea kwa ufupi dondoo za kurasa za mbele za magazeti pamoja na ukurasa wa michezo. Dondoo hizi za magazeti zimeletwa kwenu na sabuni ya Wakawaka yenye vitamin C na vitamin B6. Ngoja nikwambie kwa nini utumie sabuni hii. Wakawaka inang'arisha ngozi bwana. Vile vile husaidia kuilinda ngozi dhidi ya magonjwa kama utangotango na pumu ya ngozi. Vile vile husaidia kuondoa chunusi, harara pamoja na madoa sugu. Hivyo ukitaka ngozi safi yenye afya inayong'aa kila siku, wewe chagua Wakawaka kwa ajili ya ngozi yako. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tuanze na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Siku ya wanawake, mabomu ya rindima. Ni katika mvutano kati ya polisi na wanawake wa Chadema. Wengine wakamatwa na kurejeshwa walikotoka. Rais atuma salamu maalum. Wadau wasema wanawake wamepiga hatua kielimu na kiuchumi, lakini siasa bado ni mtihani. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti hili. Iran yapata kiongozi mpya, Israel yajapiza kumshambulia. Habari hii unaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Serikali yashtukia uonevu sheria ndogo za almashauri. Virutubisho vya zua balaa ziwa Victoria. Kwa nini wanawake ni sehemu muhimu ya hadithi yetu, The Guardian Limited. Habari hii unaipata ukurasa wa 7, na ndivyo ninavyotamatisha na gazeti Nipashe. Na sasa nimeshika gazeti Majira. REA yafadhili usambazaji gesi asili katika kaya 1000 ni katika mikoa ya Lindi na Pwani. Ni sehemu ya juhudi za kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Lengo ni kulinda mazingira. Soma ukurasa wa 4 wa gazeti hili kuipata habari hii kwa uzuri zaidi. Serikali yawapa bilioni 7 vijana wavuvi Mwanza. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Aweso atembelea gridi ya taifa ya maji ya China. Waziri mkuu apongeza wizara ya ujenzi. TANROADS. Tanzania Norway zajivunia uhusiano imara. Tumetekeleza mashambulizi zaidi ya 3000 nchini Iran, Marekani. Soma habari hii ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Na sasa nimeshika gazeti Mtanzania leo. Kichwa kikuu cha habari kinasema vijana wa BBT Mwanza wajazwa mabilioni. Waziri Nanauka wakabidhi shilingi bilioni 7 ni kwa vijana 308 wanaotekeleza miradi ya uvuvi kupitia programu ya BBT uvuvi. Asema fedha hizo ni maelekezo ya Rais Samia. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti Mtanzania leo. Vile vile kuna habari picha hapa mpenzi mtazamaji, ambayo inaonyesha waziri wa nchi ofisi ya Rais na maendeleo ya vijana Joel Nanauka akikabidhi hundi ya shilingi bilioni 7 kwa vijana wavuvi wa mkoa wa Mwanza. Aliyejifanya afisa wa bodi ya mikopo kizimbani kwa utapeli. Wampongeza Rais Samia kwa mradi wa gesi asilia wa REA Pwani na Lindi. Muhimbili kuanzisha kitengo cha saratani kwa wanawake. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mtanzania leo. Na sasa nimeshika gazeti Raia Mzalendo. Serikali yaendelea kuwawezesha vijana wa mradi wa uvuvi kupitia BBT wapewa bilioni 7. Uwekezaji vijana ni wenye tija kwa taifa. Waziri Nanauka asema fedha hizo ni sehemu ya bilioni 200 alizotoa Rais Samia. Benki ya Dunia kutoa bilioni 5 kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Chama cha madaktari wanawake wa figo NESOT chapata mafanikio. Salome aibana kampuni ya Dongfang kwa kasi isiyoridhisha mradi wa umeme Malagarasi. REA yafadhili mradi wa gesi asilia Lindi na Pwani kwa shilingi bilioni 6.8. Ndivyo ninavyokamata gazeti Mwananchi. Ujumbe wa haki, usawa kwa wanawake watawala. Wanawake waadhimisha siku yao kwa mtindo tofauti kila kona. Rais Samia atoa ujumbe ukigusia ujasiri, kujituma. Polisi Bawacha wavutana. Mabomu yafatuliwa kutibua shughuli yao. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti hili. Wanaodaiwa kumteka Mtanzania Kenya wasota mahabusu siku 16. Lihepamanya mkemia anaisuka wanasayansi Pugu Sekondari. Habari hii inapatikana ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Iran Marekani wachochea makali bei ya mafuta.
bundi alivyotoa CCM Moshi, simulizi iliyobebwa kwenye machela kwenda kujifungua. Habari hizi zote unazipata katika gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyohitimisha. Na sasa mpenzi mtazamaji, ninaelekea moja kwa moja kwenye gazeti Mwanasport kwa ajili ya habari za michezo, ambapo kichwa kikuu cha habari kinasema chuma kinatua hapo vipi. Mwamuzi wa Kariakoo Derby apewa kombe la dunia 2026. Habari hii unaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ibenge aiwaza Yanga. Tonali yageuka habari ya mjini. Habari hii unaipata kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Neema Mthisa bosi BMT anayewaita wanawake michezoni. Habari hii utaipata ukurasa wa 12 wa gazeti hili, na ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport. Na sasa ninakamata gazeti Majira upande wa michezo. Unasema Yanga GSM Foundation yapongezwa kuanzisha kliniki kusaka vipaji. Watoto 30 kufadhiliwa na GSM Foundation. Rais Samia amzawadia Mama Kanumba gari. Habari hizi zote unazipata katika gazeti Majira upande wa michezo na burudani. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Majira upande wa michezo, na moja kwa moja ninakamata gazeti Taifa Tanzania upande wa michezo. Mashabiki Simba waonyesha wasiwasi kuhusu beki wao. Yanga yapeleka maswali matano TBLB. Rais Samia amzawadia mama mzazi wa Kanumba gari jipya. Vinicius mara 20 awa mwathirika unyanyasaji tangu ajiunge Madrid. Habari hizi zote unazipata katika gazeti Taifa Tanzania upande wa michezo, na hizo ndizo zilikuwa dondoo za magazeti ya leo tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2026 kupitia hapa Force News Tanzania, na mdhamini wetu akiwa ni sabuni ya Wakawaka, sabuni inayokupa mng'aro zaidi kwenye ngozi yako. Sabuni hii inafaa kutumia familia nzima, baba, watoto pamoja na mama. Na kwa habari kamili mpenzi mtazamaji, uchambuzi na matukio yanayoendelea, endelea kutufuatilia katika channel zetu za Force News Tanzania. Mimi ni Ngonise Kahise, tuwe pamoja tena wakati mwingine. Asante.